Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana awe nanyi. Na awe rohoni mwako. Ndugu zangu katika Kristo, tunapoadhimisha sadaka ya takatifu ya misa, tumshukuru tena Mwenyezi Mungu kwa siku hii mpya, na tukabidhi kazi zetu mikononi mwake Mwenyezi Mungu na ujumbe wake Bwana wetu Yesu Kristo. Siku hii ya leo ni juu ya upendo kwa wengine, upendo kwa matendo. Basi tunyoshe mkono wetu wa upendo kwa wengine, na hasa katika kuwahudumia wenye shida. Na Kristo anatuhakikishia kwamba tutakuwa marafiki zake tendapo mambo hayo, kwa sababu tutakuwa tunadhihirisha kile ambacho yeye mwenyewe ametuonesha katika maisha yetu. Tukiri dhambi zetu tupate kusaidishi kuadhimisha masomo haya matakatifu. Namungamia Mungu Mwenyezi na ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nani ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. Bwana, tunakuomba ujalie tuishi kama yanavyo tuelekeza mafumbo ya Pasaka, ili tunapoyaadhimisha kwa furaha yatulinde na kutuokoa kwa nguvu ya kudumu, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amina. Somo la kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 15 aya 22 hadi 31. Siku zile baada ya mtaguso wa Yerusalemu, ikawapendeza mitume na wazee na kanisa lote kuwachagua watu miongoni mwao na kuwapelekea Antiokia pamoja na Paulo na Barnaba.
nao ni hawa: Yuda aliyeitwa Barnaba na Sila, waliokuwa watu wakuu katika ndugu. Wakaandika hivi na kupeleka kwa mikono yao mitume na ndugu wazee wa ndugu zetu waliokuwa Antiokia na Shamu na Kilikia, walio wa mataifa, salamu. Kwa kuwa tumesikia ya kwamba watu waliotoka kwetu wamewasumbua kwa maneno yao, wakipotosha roho zenu, ambao sisi hatukuwaagiza. Sisi tumeona vema, hali tumepatana kwa moyo mmoja, kuwachagua watu na kuwapeleka kwenu, pamoja na wapendwa wetu Barnaba na Paulo, watu waliohatarisha maisha yao kwa ajili ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Basi tumewatuma Yuda na Sila, watakaowaambia wenyewe maneno yao hayo kwa vinywa vyao, kwa maana ilimpendeza Roho Mtakatifu na sisi tusiwatwike mzigo, ila hayo yaliyo lazima, yaani mjiepushe na vitu vilivyotolewa na sadaka za sanamu na damu na nyama zilizosongolewa na uasherati. Mkijizuia na hayo, mtafanya vyema wa salama. Hata hawa wakisha kupewa ruhusa, wakatuletea Antiokia, na baada ya kukusanyia jamii yote, wakawapa ile barua. Nao walipokwisha kuisoma, wakafurahi kwa ajili ya faraja ile. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati, itikio: Ee Bwana, nitakushukuru kati ya watu. Ee Bwana, nitakushukuru kati ya watu. Ee Mungu, moyo wangu uthabiti, moyo wangu uthabiti. Nitaimba zaburi. Amka utukufu wangu, amka kinanda na kinubi, nitaamka alfajiri. Ee Bwana, nitakushukuru kati ya watu. Ee Bwana, nitakushukuru kati ya watu. Ee Bwana, nitakushukuru kati ya watu. Nitakuimbia zaburi kati ya mataifa, maana fadhili zako ni kubwa hata mbinguni, na uaminifu wako hata mawinguni. Ee Mungu, utukuzwe juu ya mbingu, na juu ya nchi yote uwe utukufu wako. Ee Bwana, nitakushukuru kati ya watu. Ee Bwana, nitakushukuru kati ya watu. Shangilia. Haleluya, haleluya. Moyo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao walimpata. Haleluya. Bwana awe nanyi. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Yohana. Utukufu kwako, Ee Bwana. Sura ya 15 mstari wa 12 hadi wa 17. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, amri yangu ndiyo hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu, wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake.
Ninyi mmekuwa rafiki zangu, mkitenda niwaamuruyo. Siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake. Lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyowachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mwombalo Baba kwa jina langu awapeni. Haya nawaamuru ninyi, mpate kupendana. Hilo ndilo neno la Bwana. Sifa kwako, Ee Kristo. Ndugu wapendwa, leo tunaposherehekea Pasaka, Yesu mfufuka, ufufuko wake uligeuza hali ya maisha yetu na kutujalia matumaini ya kupata ushindi juu ya ubaya wote. Tumwombe tukisema: Utujalie kushirikisha nguvu za uzima mpya wa ufufuko wa mwanao, kumfuata katika maisha yetu ya kila siku. Ee Bwana, Twaomba tusaidie tuonyeshe uzima mpya katika miili yetu ya kushirikisha wenzetu furaha, upendo na matumaini yetu. Ee Bwana, twaomba tusaidie kufanya maisha yetu ya kutia wengine wamwelekee Kristo aliye chemchemi ya uzima mpya. Ee Bwana, twaomba tusaidie kukubali uzima furaha ya mwanga wa Kristo, kushiriki tena maisha ya dhambi. Ee Bwana, twaomba tutie moyo wa kushuhudia Ukristo wetu kwa matendo yetu. Ee Bwana, twaomba uwakaribishe maisha yetu kwenye furaha ya ufufuko mbinguni. Ee Bwana, twaomba Ee Mungu Mwenyezi, uliyetukuka katika tendo la ajabu la kufufua mwanao katika wafu, upokee maombi yetu kwa jina la Yesu aliyefufuka na kuingia katika utukufu wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina.
ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake na kwa mafaa yetu sisi na ya kanisa lake lote takatifu. Bwana msio mitakasi vipaji hivi, ulipokea na kafara hii ya kiroho na ufanye sisi kuwa wako sadaka ya milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi nawe rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Ni vema na haki, ewe wa kufana kwenda uokovu, kutukuza kila wakati Bwana na kiasi wakati huu. Tangaza utukufu wako, kwa kuwa Kristo Pasaka wetu alitolewa sadaka. Yeye anaendelea kujitoa kwa ajili yetu, tena anatuletea siku zote mbele zake kama mwombezi. Ndiye aliyetolewa sadaka kwa wake, bali yu hai daima, yeye aliyeuawa. Na kwa sababu hiyo, katika upeo wa furaha ya Pasaka, ulimwengu mzima unashangilia, lakini pia nguvu za mbinguni na majeshi ya malaika wanaimba utenzi wa utukufu wako, wakisema bila mwisho: Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Ee Bwana kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba utakatifuze vipaji hivi kwa kufia Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwenye hali katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo, baada ya kula, akitwaa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fungo la imani. Ee Bwana, natangaza kifo chako na kutukuza ufufuo wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Ee Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuo wako hai, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanye na Roho Mtakatifu tupate umoja wako. Ee Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea kote duniani, ulikamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu mkuu Yuda Tadeo Kikwete na askofu msaidizi Henry Chamungu Ambrose. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa matumaini na wokovu, na marehemu wote waliofariki dunia katika huduma yako, wapokee kwenye uso wako.
tunakuomba tulize sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake yule Bikira, mitume wenye heri, Mtakatifu Kizito, Mtakatifu Luka, Maria Gabriel, tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya Mungu. Kwa njia yake na pamoja naye ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu wote daima milele. Amen. Kwa kutii agizo la Mwokozi wetu na kufuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliokosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, tujalie wema, amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa Roho yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani nawaacheni, amani yangu nawapa. Usitazame dhambi zetu na imani ya kanisa lako, upende kujalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi, na iwe rohoni mwako. peane amani. Tazama mwana-kondoo wa Mungu, tazama waondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao wote walioalikwa kwenye karamu ya mwana-kondoo. Ee Bwana, sistahili kuingia kwangu, lakini sema neno tu, na roho yangu itapona. Karibuni wa Kristo, jongeni kwa karamu ya Bwana. Hiki ni chakula kilichoshuka toka mbinguni. Karibuni wa Kristo,
wake Bwana unaotolewa kwa ajili yetu. Hiki ni chakula kilichoshuka toka mbinguni. Karibuni njooni karibuni Wakristo, njooni kwa karamu ya chakula kilichoshuka toka mbinguni. Karibuni Wakristo, njooni kwa karamu ya Tuombe. Bwana, kila wakati na Biblia Takatifu tunamsihi kwa unyenyekevu ili yale ambayo ndani tunaagiza kuyafanya kwa ukumbusho wako yatufanye kwa kutuongezea mapendo yetu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Msifu Yesu Kristo. Milele amina. Ndugu zangu wapendwa, familia ya Mungu, tunaweza kubadilika kufuatana na mwaka kama sasa na mwingine na tena kuhakikisha fadha kuongezea ibada ya misa siku ya leo. Kwa hiyo tukae kwenye surprise nzuri ya Marekani kwa masomo. Kwa hiyo ni mzima naomba Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Basi mwanzo wa misa kwa sisi. Kwa hiyo ndio hapa nikaacha kusema ngoja simalizie na nisimalizie Mungu ya misa. Lakini taanza baadaye. Nashukuru bali na basi namshukuru Mungu na mshukuru nafasi kwa kukaribisha na kupatia salamu. Au kabisa na kushukuru kwa mtu. Ili ndio kuchukua ya wote na mama. Kwa hiyo tunashukuru kwa kweli mwenyekiti akishakuja kupokea baraka kwa yaani mmoja basi wale mwisho misa na shughuli hii wale abisha kukanyagia pale. Bali tunashukuru sana. Na hiyo nilijifunza nyumbani hapa ndani. Kule nilipokuwa kule wanaomba wao kwanza usiku wa misa. Mpaka hadi mafunzo fulani kama unaanza kufanya. Kwa hiyo nimekaa miezi mitatu bila kuadhimisha misa. Ni kama nilikuwa nikisimamishwa kazi. Nilipopata nafasi hiyo, nenda parokiani ndio wa sasa kama naona. Kutaka kwani kama hivi. Kwanza hiyo hatari ya kuacha. Kwa hiyo kuna mambo mengi, mambo ya rangi nadhani sasa nataka kunielewa. Mara weusi wetu ni kama msiende kama ni nani basi ni kwa sio nani. Lakini basi bali namshukuru sana. Ni mmoja tena nyumbani. Mimi nilipomaliza masomo nimefanya mahafali tarehe 17 kwa siku 17 sikuongeza hata siku. Niakuja kasema naenda nyumbani. Kule watu wanasema watu pesa. Nasema hapa naenda tu nyumbani kama nienda hospitali kwa Tanzania. Basi nikarudi. Namshukuru sana Mungu. Nilikaa miaka mingi kuuliza. Na kitu ambacho nilisema usali sana kwa ajili
tuendelee kuishi kama wajamaa. Nilikuwa ninafikiri watu walikuwa wanasema ujamaa wa Nyerere na Fred. Nyerere na Fred. Sisi ndio Fred. Nyerere na Fred. Kwa sababu jamaa sio uchumi tu, ni pamoja na watu kuishi. Na nchi yetu ni nzuri sana. Sana. Na mahali mbaya hatuja kununua. Basi tusali kwa ajili ya nchi yetu na tuendelee kushukuru na kushukuru sana siku ya Masiasa. Ni sawa. Bila hiyo kwa Christmas symbol. Kwa Christmas symbol. Kisha sasa hapa na tusipi na mara ya mwisho ilikuwa na mkapa ya Ikiriri kule Mfisi. Kwa hiyo nilipotoka Ikiriri kaenda Nairobi msokoni kutoka Nairobi kaenda Marekani ambapo sasa nimemaliza. Watu wananiambia ulimpa nini Mungu Nairobi? Mimi mwenyewe nilisema kutoka Ikiriri tunafahamu kule ni mazingira ambayo bado huwezi kulinganisha na hapa kutoka Ikiriri Nairobi Marekani. Sasa ni leo Mungu ni sisi. Lakini naendelea kusema nafasi za maadhimisho kama hizi ni ya pekee. Na kwa sababu nafasi tunasoma nafasi ya maadhimisho kila siku tukaona ni kawaida. Kwa kawaida. Ipo labda jana kusema ni sasa sema baada ya ile mtu akisafiri kutoka nchi nyingine hadi nchi nyingine wanaita stage fulani. Mimi hata hiyo sielewi. Kwa hiyo naomba asikize. Na baada ya hapo tunaanza tena mazingira. Sio kama ni sawa kufanya kama sio ndio maana kiswahili sasa. Ila mwanzo wanasema tuadhimishe masomo ya mtakatifu. Kama ulikuwa unasikiliza. Kama unasikia sister taona hapo. Nikasema masomo. Sababu kisa ni rasmi kusema sana. Masomo ndio ya kisa ni mafunzo ya kiani. Hata vile wao wenyewe kutoka kifahamu. Lakini kwa mtakatifu Francisco anasema unyoshe mkono wa huruma kwa wengine. Maadhimisho na watakia siku njema na Mungu awabariki sana. Amen. Bwana awe nawe rohoni mwako. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na amani. Tumshukuru Mama Maria, mwombezi wetu, mama wa neema na huruma, tusikilize mama wa Yesu, tusikilize wakosefu, wakuomba mama kwa mwanao mama tuombe, dada zetu mama kwa mwanao mama moyo zetu mama tatamani mama Maria kwa mwanao mama tuombe, dada zetu mama kwa mwanao mama